Yesu, nyosha mkono wako. Yesu, takasa kila ndamu. Yesu, takasa kila ndamu. Yesu, takasa kila ndamu kwa jina la Yesu Kristo. Kora mama sikiri bakatu. Hallelujah. 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 Amen. Mungu umetupa mamlaka. Aino tunangeta unene. Na umetuambia tuombe na utatenda. No tuyatuboye na no kibika. Tushindanie katika vita vyote vya mwovu shetani. Kati wa makauonde mola mudhoku satani. Kwa jina la Yesu. Kwa siitwa ya Yesu. Tumeomba na tumeamini. Twaboya na itwa. Pigia Yesu makofi ya ushindi. Natangaza kila mmoja damu yake ikashungulikiwa kutoka mbinguni kwa sababu ya nguvu za msalaba. Basi mtini Mungu, pigeni shetani naye atawakimbia. Amen. Amen. Basi mtini Mungu, pigeni shetani naye atawakimbia. Wachana na hiyo. Twende Matthew 11:12. Tuibuku ya Mathayo kiumche 11:12. Matthew 11:12. Inasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu huutega, wanauchukua kwa fujo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuma matuko ma Yohana ulamu batisi ubikayu usumbe waitu no likawana vinya na ando me vinya ni mawosa na vinya ni mawosa na vinya. Kwa lugha ingine ya Kiswahili saa ingine ukiangalia hata Kiingereza utakuta kuna mambo mawili pale yako na nguvu. Hebu weka Matthew kwa Kiingereza. Matthew 11. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Ukiangalia kwa Kikamba, hiyo haikuingia vile. Inasema nini? Kumebinda ya Yohana Mubatizi enene wabaete na kuma matukuma Yohana ula Mubatizi kubika yu ona yu usumbe waitu no likawana bina na ndume bina ni mawoza ana bina nubia netumia bina kundupingi, lakini Kiswahili nasema nini? Kutoka wakati wa Yohana Mbatizaji ufalme wa ufalme wa mbinguni unashambuliwa vikali. Unashambuliwa vikali na watu wakali wanajaribu kunyakua kwa nguvu. Kwanza vile alikaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumebinda ya Yohana Mbatizi usumbe wetu woza wanafujo unachukuliwa kwa fujo, na walio wafujo wanauchukua kwa nguvu. Unashambuliwa vikali kwa fujo na watu wakali, watu wafujo wanajaribu kunyakua tena kwa nguvu. Watu wa fujo ni unawaombea muwe watu wa fujo la kiroho. Amen. Amen. Ninaomba muwe watu wa fujo wa kiroho na wenye nguvu na mwena bina nguvu za kiroho bina wakibeba, kwa sababu vita tunaopigana nondo kaola toko si ya mwili na damu, bali tunapigana na falme za angani. Tuokitana mabeba mabuku makiseveni. Bwana Yesu na asifiwe. Amen.
Amen. Bwana Yesu na apewe sifa. Amen. Kwa hivyo kitu cha kwanza katika ile nidhamu naomba uwe nayo. Kindu chambe kati wa mwikalo langu enda withe naguo. Ninaomba uwe na nidhamu ya kumpinga shetani katika mwili wako. Thini wa mwili wako. Naomba mawazo yako, niboya mesiria maku, uwe na nguvu withe na vina, na uwe wafujo no yitha wakao, na uwe na hiyo nidhamu ya kusema la kwa chochote ambacho. Pokea nidhamu ya kukataa. Osa mwikalo wako lea. Hata shetani akija kwako, kama anakuja kukusaidia, ona satani oka kwako anayoka kutele. Pokea nidhamu ya kusema no, I cannot. Osa mwikalo wako lea no yasio kusundo. Hapana, haiwezekani. Wako asio ndosundo toneka. Hallelujah. Amen. Neema hiyo ama nidhamu hiyo mwikalo usu ilikuwa na Yusufu alipokutana na mke wa Potifari. Mka wa Potifari alimwendea Yusufu, ni wa mwendeye Yosefu. Naye Yusufu alikuwa na msimamo wa imani yake. Nake Yusufu ni wa ina msimamo wake. Alikuwa na discipline ya kuwa na Mungu. Aina mwikalo wa kwitha na Ngai. Na alikuwa na neema ya kutosha, na alikuwa na nguvu, na alikuwa wafujo. Aina wendesi wa Ngai na ena kaumingi katika nidhamu yake, thini wa mwikalo wake. Kwa hivyo angepembelezwa kwa njia yoyote. Hakuwa kama Samsoni. Taita Samsoni aliyekutana na Delila. Ula kwa mania Delila. Samsoni alikuwa mpako mafuta na hakuwa duniani. Kwitha weo bayo luande. Hatukai kama watu wa dunia hii. Tuikala hata ndo mande. Tunakuwa na nidhamu ya mbinguni. Tuithia wana mwikalile waitu. Tusije tukamkosea Mungu. Tuikeli wema umokosea Ngai. Kwa sababu tunahitaji ufalme wa Mungu. Ndio tukwenda usumbe wa Ngai. Tukiwa hapa duniani. Kwibayo luande. Na maisha yetu yawe sio maisha ya kawaida. Na maisha maito maitha matema kawaida. Wengine wakilia hatutalia. Ange maye ya tuikaya. Bwana Yesu na asifiwe. Yesu na ataiwe. Kwa hivyo ijapokuwa Samsoni alikuwa mnasiri, onakwitha Samsoni ai mundu wa alikuwa Mungu amemuweka, amemteua. Ijapokuwa Mungu alikuwa amemteua, onakwitha ai wasa kwitwa Ngai, alikuwa mjinga, ai mundu mutumanu, hakuwa na nidhamu ndai na mwikalo kulingana na ufalme wa mbinguni, kwikala no sumbe waitu. Na ndiyo nataka niwafundishe kuna nidhamu. Na ichongo mubundisi akwina mwikalo. Yusufu nikakwambia alikuwa na nidhamu. Ngakwia Yusufu aina mwikalo. Akamwambia haiwezekani. Mwiandu tonekana. Hata ukiniambia promotion iko. Ona wambia kukidwa kwibo. Taki promotion yako. Ndenda kunenebwa. Kwa sababu ninangojea promotion ya Mungu wangu. Nikwitha netele kunenebwa kuma kula kwingai. Hallelujah. Amen. Hiyo ndio alipitia, alingumu. Kwa sababu ya nidhamu yako. Nondo wa mwikalo wake. Hiyo nidhamu yako mwikalosu wako inaweza kukutia katika hali nzito ya maisha. Mwikalosu wako na ukikie maondoni mena woito dheni wa. Lakini nataka nikutie moyo. Lakini endo kuikia abina. Ikiwa umeingia katika shida yoyote. Edhano ulikide dhenani wa umwe. Na uko na nidhamu nzuri mbele ya Mungu wako. Wina mwikalo usiongope. Dukakie. Usiongope. Dukakie. Kwa sababu uwezi kumkana Mungu wako. Nikwitha ndoto no mulea Ngai wako. Shadraka, Abednego na mkubwa maina mwikalo musio walikuwa wameamua wataabudu sanamu. Mwite maiketha maitha ira Ngai cia mebwana. Kwa sababu walikuwa wanajua Mungu wao. Nikwitha imesi Ngai wo. Na hiyo nidhamu yao. Na mwikalosu wako wakamwambia mfalme, uishi milele. Uishi milele. Amkia kwa sababu ikalete na tene. Mfalme uishi milele. Musumbe kala tena tene. Lakini tunataka ujue. Atoe ndomane. Ututoe kwa moto ama usitutoe. Utumie mwakini kanando katumie. Tunataka kujulikane kwako. Tuenda tumanikane kwako. Hatuwezi kuabudu sanamu. Na watu walikuwa wanasema. Nando ne masia.
wanachezea ufalme. Ngoja uone. Hakiamuru. Watu wakangojea waone. Hawajui kuna mtu anaweza kufunja sheria. Sheria ya mfalme. Lakini akasimama na sheria ya mbinguni. Bwana wa mwiwa. Lakini walipoamrishwa watupwe katika moto, mtu wa nne alitokea. Mtu wa nne ni wa ufalme wa mbinguni, ambao wanaweka nidhamu nzuri na wanaongopa kukosea ufalme wa mbinguni. Ijapokuwa Yusufu aliwekwa gerezani na walikuwa wanakusudia kufia huko, lakini haikuwezekana, kwa sababu alikuwa na nidhamu ya ufalme wa mbinguni. Alikuwa amedumisha nidhamu ya ufalme wa mbinguni. Waliomuuza ndugu zake, waliomuuza na wale walimfunga jela, siku moja walimuona katika kiti cha ufalme, na wakaanza kulia na wakaanza kutetemeka, hawajui itakuwaje next. Lakini nashukuru Mungu, hakuna mahali tunasoma kwa sababu alikuwa na nidhamu ya mbinguni ya kutolipiza kisasi. Actually, Yusufu atuoni akipanish ndugu zake ama mke wa Potifari, atuoni. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, nataka nataka ujue kuna sheria za mbinguni na sheria za huku. Na ninataka siku ya leo uwe umeamua. Amen. Uwe na nidhamu ya mbinguni. Nidhamu ya mbinguni ni uwe tayari kupinga shetani na njia zake, mawazo yake mabaya, kuona unaweza kutumia mwili wako ufaidike na uingie kwa dhambi. Nataka ujue unahitaji kuwa na nidhamu ya kupinga shetani. Namba 2, sasa hiyo ni discipline ya kupinga shetani. Uwe nayo. Discipline ya pili, 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Naupa mwili wangu mazoezi mangumu na kuutia katika nidhamu kamili. Nidhamu, tunaongea juu ya nidhamu kamili. Nisije mimi mwenyewe nikakataliwa baada ya kuwahubiria wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni makosa unangojea double harvest. Nugo kwitho kwetele ngethama laele na kumwi wako nukuemete na umeshindwa na mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu na taiwe. Na upa mwili wangu mazoezi mangumu na kuutia katika nidhamu kamili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mwili wako ukauweke kwa mazoezi ya kukataa mwili wako kutumika kwa dhambi. Haleluya. Amen. Biblia inasema hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ni katika mwili huu na mweusu. Ikiwa mwili wako hautautia nidhamu, mwili wako ndio wiki yako na mwetikilo, na utakuwa na hiyo nidhamu ya kutunza mwili wako. Amen. Amen. Mwishowe utajipata katika mwili huu
unapata mashida ambayo unashangaa Mungu ako, sababu Mungu atakutupa. Kwa hivyo kuna body discipline. Bwana Yesu na apewe sifa. Kwa hivyo nataka ushike, ujue ikiwa katika mwili huu utabarikiwa mpaka ushangae. Ikiwa unangojea baraka katika maisha yako, ukiwa katika mwili huu, ni lazima huo mwili wako usulubishe, ukaweze kuweka mwili wako kwa nidhamu, ukaweze kutii Mungu. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Mwili wako kubarikiwa kwa mwili, ukiwa katika mwili huu inategemea kama mwili wako utautia katika utumwa. Ujifundishe kuwa na nidhamu ya kuweka mwili wako kwa utumwa. Usiongozwe na mwili, ongozwa na Roho Mtakatifu, na utakuwa na nidhamu ya ufalme wa mbinguni. Na ukiwa na nidhamu nzuri ya ufalme wa mbinguni, katika mwili huu utakula wema wa Mungu. Utakula wema wa Mungu na utamalizia maisha yako kwa shukrani. Hakuna mtu atakuja kukusaidia kusema no. Kwa ndidibo ndiza kusema utaenda hapo, hautakula, ndilala, hautafanya usherati, aiwe mutangie na itaidi aimuonu likile wambie na simu. Ulianza kwa simu tu, umeokoka na unaanza mambo kwa simu, unatuma ka message, unatumiwa ingine. Unaongozwa na roho ama ni mwili? Unaelekea wapi? Akili yako kwanza, akili yako ya tambe itawalwe na Roho Mtakatifu ambayo umetongoza, na uihubirie. Ukikuta kuna vitu unataka kuangalia kwa internet na ambazo hazitaleta matokeo mazuri kwako, wachana nayo kabla hujaanza. Sio niloto anaitwa isia mtandao ni itakuete maondo masio ekana nasio. Alafu unaendelea mpaka unampa date. No lambe ya either wina mubango wa ukoma. Aiwambe yose ubya mubango oji ukolala. Lambe yobanga mibango ya ukoma. Lambe yomutabie tela tambe makanisa. Ona ndwiwa ndoni no. Unaanza kumwambia ngoje mtoke kwenye kanisa. Na wewe tina waotha hivi. Na unamwambia baada ya kanisa. Kote ndia ndundu. Na wende na mwya zaitu. Na unaendelea kumwambia ni wakati huo. Na kwa vile unajiona mwerevu sana, na unafuta hizo arafa ambazo wametoa. Sawa, waendelea tu, lakini ukifanya hivyo huwa unajua unajichimbia shimo yako. Waendelea kuikoma na waendelea na yenzi aje ima. Na shida ni wewe unaleta kwako. Na tena ni wewe kuente kwako. Wengine wakibarikiwa wakati uko kwa nyumba yako ukiwa uko sawa, si unaombanga ukienda kulala. Na wakati uko na msherati mwenzako, malaya, mnaomba. Sasa hiyo inakuonyesha vizuri uko mbali na Mungu. Sio unanyanyesa wibasa na wewe ni mjinga. Na wewe mutumanu. Ninaomba ujinga wa kiroho utoke ndani. Nebo ya utumanu wake beba na muwe na nidhamu ya wokovu. Na muyeda na mutua musio wotangi. Nidhamu ya ufalme wa mbinguni. Mutua mesio ya usumbe waitu. Katika nidhamu deno wa kwenda na metua mesio. Ni vizuri ukawa na purpose of living, na sababu ya kuishi. Anyway, na kielelo kwa tusome tingondu tukiwa this is Daniel chapter 1 verse 8. Daniel chapter 1 verse 8. Lakini Danieli aliamua, kwa Kiswahili ni kuamua, kutojitia unajisi kwa kula chakula mbora cha mfalme na kunywa divai yake. Kwa hivyo alimwomba towashi mkuu amruhusu asile vitu hivyo na kujitia unajisi. Oh, hii divai kwa Indi Danieli ni wetwi ngoni. He had purposed in his heart. Wetwi. Amen. Amen.
kwitu yaba ngoni yake kananda kebucha na kila chauya kisio cha musumbe tima unduonde meka wanandu mone kame masio mewangai. Si mambo yote ambayo hufanywa na binadamu huwa mazuri mbele ya Mungu. Unahitaji kujiamulia wewe mwenyewe. No kuendekana wewe amoya wa mwenyewe. Inaweza kuonekana mbele ya mfalme, mbele ya watu si mbaya. No yone kende ni wandu tindo